Leo tuna kujifunza somo mavazi kwa namna ya kiroho, lakini nimeshamaliza. Kama unavaa vibaya ujijue unamtukuza shetani, unasambaza tamaa za ngono na uzinzi, na siku ukifa utahukumiwa. Neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia tuvae mavazi kwa kujistiri, ila sasa uwe inaongelea mambo ya kiroho, lakini sasa huku ikitumia picha ya mambo ya nini, ya kimwili. Kwa hiyo mchungaji ambaye anakuambia vaa vyovyote vile, Mungu anaangalia moyo, angalii mwili, jana mnakungoja. Mimi ngoja niingie kwenye neno la Mungu. Kwa watumishi wa Mungu tusiwape kazi ya kuhubiri mavazi. Ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako atakuongoza mavazi gani mazuri ya kuvaa, sio mavazi mekundu ya hatari. Kwa hiyo tunasoma Ufunuo sura ya 19 mstari wa 8. Kwa hiyo tunaangalia kwamba mavazi ni matendo ya mtu. Mavazi sio kuvaa suti au kuvaa kwa kujistiri mwili tu peke yake, hapana. Ni matendo ambayo unayaishi kulingana na neno la Mungu iliyolipokea. Ukisoma Waefeso sura ya 6 utaona hayo matendo ya haki Mungu ambaye anatuagiza. Pia kuna ukisoma pia Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, Yohana wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 hadi wa 9. Kuna walimu wa uongo ndio wanaokuambia Mungu angalii mwili, Mungu anaangalia roho. Ndio wanakuhusu unavaa mavazi au ya kishetani ya kikahaba. Tenda mbinguni masuruali hayo. Wazazi wengine wanaonyesha watoto wenu, mnawavalisha mpaka ma makeup, mnawekea sio mpaka manywele bandia, mnawekea mpaka maireni, mnawekea makorokoro mengi sana. Mtawapoteza watoto wenu. Mungu anasema tuwe na kiasi, hata kama ni kujipamba, tuwe na kiasi. Kaa vizuri katika halisia yako, kajipaka tu mafuta yako, umependeza. Msijichubue ngozi. Sasa kwa hiyo tunaangalia hapo kwenye kitabu cha Matendo, Yohana wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 hadi wa 9, kuna walimu waongo wameingia duniani. Pia kuna mavazi ya harusi, kuingia kwenye harusi ya mwanakondoo. Mavazi hayo ni mtu aliyepata neno la kweli na akaanza kutenda, anakaanza kuishi maisha ambayo ni matakatifu, ambayo kulingana na neno la Mungu na kile ulipata. Utajisomea mwenyewe Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 17. Utasoma pia Warumi sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 14. Kwa hiyo tunajifunza hapo kwenye Warumi sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 14 kuna mavazi ya kikuhani. Kuna makuhani wa shetani wako hapo, ni kama majoka, wanasumu, wanaonyesha watu neno la Mungu ambalo sio la kweli, litawaangamiza, utapeleka jehanamu ya moto.